Kutoka kanisa la Pendo Huru Reform, na tamaa yetu, kusudi letu ni kwamba wengi wapate kumjua Yesu. Lakini tamaa yetu tena na kusudi letu ni kwamba kuna wengi ambao wanatembea wakidhani kwamba wamemjua Yesu, ilhali bado wako katika dhambi zao, ilhali bado hawajapatanishwa na Mungu wa milele, ilhali bado wanaishi kama maadui wa msalaba wa Kristo, ili wapate kuamka hata wao pia na wapate kumjua Yesu. Kuna uongo mwingi unaoendelea siku hizi, haswa katika ulimwengu wa Kikristo. Mambo mengi, mafunzo mengi ya uongo yanayomgeuza Mungu ni kuwa ni kama kwamba ni mchawi ambaye unamgusagusa kidogo hivi anakufanyia mambo ambayo unataka, ambaye namgeuza Mungu kama kwamba kuwa mchawi ambaye kazi yake ni kutumikia kazi yako, kutumikia tamaa zako za kidunia, tamaa zako ambazo tayari zinakuangamiza, tamaa zako ambazo zinakuangamiza, ulafi wako, kisasi chako. Unamgeuza Mungu kama mchawi wa kufanya hiyo kazi, ilhali injili ya Yesu Kristo si injili ya hiyo aina. Wengi watashituka hiyo siku watakaposimama mbele ya Mungu wakifikiri ya kwamba walikuwa wanamjua Mungu, lakini walikuwa wanafanya mambo ya chuki, mambo ya wivu, mambo ya kisasi kwa jina la Yesu. Unafanya kisasi kwa jina la Yesu, hiyo ni ya wapi hiyo? Yule ambaye alikufa kwa ajili ya maadui zake, unasema ninaomba huyo alaaniwe, naomba akufe kwa jina la Yesu. Huyo ni Yesu wa wapi? Huyo ni Yesu wa wapi? Si Yesu wa Biblia na si Yesu ambaye anaokoa. Huyo ni Yesu mchawi. Na hiyo ndio imekuwa sura ya jina ya Mkristo hata katika huu mji wa Mombasa, na ni jambo la kusikitisha na ni jambo la kuhuzunisha kwamba maadui wakubwa wa Yesu Kristo wamekaa katika kanisa lake na watasimama mbele yake wagundue ya kwamba hawatakuwahi mjua. Yesu Kristo anasema kuna wengi watasimama mbele yake na atawaambia, mimi siwajui, mimi na wewe hatujawahi kuwa na uhusiano. Kakaangu nasema unamjua Yesu, unasoma Biblia yako wewe? Kakaangu nasema unamjua Yesu, unajua nini alifanya? Unajua kazi yake? Unajua kazi yake ilitimiza nini? Unajua kazi yake inamaanisha nini katika maisha yako? La hasha, haimaanishi utapata biashara yako ikue. Yesu hakukufa ndio upate faida. Yesu alikufa kwa sababu wewe ni mwenye dhambi. Yesu alikufa ili kukupatanisha na Bwana. Yesu alikufa ili kukupatanisha na Mungu Mwenyezi. Yesu alikufa kwa sababu urithi wako ulikuwa jehanamu. Yesu alikufa kwa sababu urithi wako ulikuwa hasira ya milele ambayo itakukufisha milele na milele. Yesu alikufa ili abebe hiyo hasira. Yesu alikufa ili akupatanishe na Mungu Baba Mwenyezi. Yesu alikufa ili uwe rafiki wa Mungu Baba Mwenyezi. Yesu alikufa ili uwe mwana wa Mungu Baba Mwenyezi. Na yeyote ambaye anamfuata huyu Yesu Kristo, baraka zinamfuata ndiyo, lakini lazima pia awe tayari kubeba msalaba wake. Lazima awe tayari kubeba msalaba wake. Mitume tunao kusomea wote waliuawa kwa jina la Mungu. Mitume waliosambaza jina la Yesu Kristo likakufikia waliuawa kwa sababu ya jina la Bwana wao Yesu Kristo. Na wewe sasa, wewe unataka mabiashara tu, hautaki kukufa kwa ajili ya Yesu ambaye alikufa kwa ajili yako. Haujamjua Yesu dada yangu, haujamjua Yesu mama yangu. Nasoma kutoka kitabu cha Zaburi, mlango ni wa 50, mstari ni wa 14, nasoma hadi 21. 14 inasema hivi:
Toa sadaka za shukrani kwa Mungu. Timiza nadhiri zako kwake yeye aliye juu sana. Na uniite siku ya taabu, nami nitakuokoa, nawe utanitukuza. Amen. Amen. Lakini kwake mtu muovu Mungu asema, una haki gani kunena sheria zangu au kuchukua agano langu midomoni mwako? Unachukia mafundisho yangu na kuyatupa maneno yangu nyuma yako. Unapomwona mwizi unaungana naye, unapiga kura yako pamoja na wazinzi, unakitumia kinywa chako kwa mabaya na kuongoza ulimi wako kwa hila. Wanena daima dhidi ya ndugu yako na kumsingizia mwana wa mama yako. Mambo haya unayafanya, nami nimekaa kimya. Ukafikiri mimi nami ni kama wewe, lakini nitakukemea na kuweka mashtaka mbele yako. Yesu yule ambaye ameandika, mwandishi wa Zaburi hii ambaye ni Daudi, ni Asafu, mwandishi wa Zaburi hii anaanza kwa kuhimiza utukufu wa Mungu aliye juu. Anaanza kwa kuonyesha ukubwa wa yule Mungu aliye juu. Anaanza kuonyesha kwamba yule Mungu juu hafananishwi na yeyote, na amejifunua katika ulimwengu. Ulimwengu wenyewe unatangaza ukubwa wa Mungu. Ulimwengu unatangaza utukufu wa Mungu. Ulimwengu unaonyesha jinsi Mungu alivyo juu ya mwanadamu, na jinsi ambavyo ile distance, ile gap kati ya Mungu na sisi ni kitu ambacho mwanadamu hawezi fikiria. Ni kitu ambacho mwanadamu hawezi fanya. Mungu yuko juu sana na utukufu wake haufikiki. Na anasema hii yote kama onyo na kama funzo kwa yule ambaye anamtumikia Mungu, akifikiria ya kwamba Mungu anafaidika kwa sababu ya ile kazi ambayo anamfanyia. Kuna mtu hapa anatoa sadaka yake, anafikiria anamfaidi Mungu, anafikiri sasa Mungu ako na deni yake. Kuna mwingine hapa anafanya mambo mazuri, anasema sasa kwa sababu ya hiyo ninamdai Mungu kitu fulani. Kuna njia ambayo Mungu pia anasema kwamba ndio anaweza kutuweka katika deni yako, lakini pia anasema katika hii Zaburi kwamba kila kitu ni chake. Hiyo sadaka ambayo unatolea kwa sababu yeye ndiye aliyekupea hiyo sadaka. Yote yanatoka kwake, yote ni kwa utukufu wa jina lake, yote ni yake, yeye aliyaumba. Hakuna chochote ambacho unaweza kumfanyikia ili yeye afaidike. Hakuna chochote ambacho unaweza kumfanyia ambayo unaweza kumjenga. Usiwahi fikiria ati Mungu atakuwa kwa deni yako kwa hiyo njia, ati ufanye kitu umjenge Mungu. Sasa Mungu amepata plus kwa sababu ulitoa sadaka, kwa sababu ulitoa zaka, kwa sababu ulilisha mtu kwa barabara. Unasema Mungu anasema huyu jamaa amenifanyia kazi, sasa lazima nimlipe. Hiyo pesa ambayo umetoa ni Mungu alikupea. Hiyo pesa ambayo ulitoa ni Mungu alikupea. Ukumbuke hivyo kwanza. Kwa hiyo anasema ukikuja kwake Mungu, toa sadaka za shukrani kwa Mungu, timiza nadhiri zako kwake yeye aliye juu, na uniite siku ya taabu, nami nitakuokoa, nawe utanitukuza. Kazi yoyote ambayo unafanya kwake Mungu itoke kwa moyo wa shukrani. Ufanye jambo kwake Mungu ukijua kwamba yote ni yake, yote ni kwa utukufu wake, yote yametoka kwake. Na ni yeye hata amekupea hiyo uwezo. Ni yeye anajifunua kwa mioyo ya watu hadi siku ya leo, wapate kumjua, wapate kuona utukufu wake katika Yesu Kristo, wapate kumwona, wapate kujua Yesu Kristo mwana wake ni wa kuabudiwa. Ni Mungu anafanya hiyo kazi. Ni Mungu anamwaga neema yake kwako wewe, anabariki biashara yako, anabariki familia yako. Hii yote ni kazi yake.
ukikuja kwake kumfanyia lolote, unalifanya kutoka kwa moyo wa shukrani, ukijua kwamba yote yametoka kwake. Dini hiyo ndio dini ya kweli ya kumtumikia Mungu kama yule ambaye ndio chanzo cha vitu vyote. Unamheshimu, unamtii, unamsikiliza, unamwogopa. Unamwogopa Mungu kama. Je, unamwogopa Mungu? Jiulize hivyo siku ya leo. Je, unamwogopa Mungu? Je, unamcha Mungu? Je, inaonekana katika maisha yako? Je, inaonekana katika dini yako? Je, inaonekana katika vile ambavyo unafanya biashara zako? Je, inaonekana katika haya yote? Mungu anasema wewe nitumikie, fanya hivyo kwa shukrani, na ukiniita siku ya taabu, mimi nitakuokoa nawe utanitukuza. Lakini kwake mtu muovu, Mungu anasema, una haki gani kunena sheria zangu au kuchukua agano langu mdomoni mwako? Una haki gani kunena sheria zangu au kuchukua agano langu mdomoni mwako? Unachukia mafundisho yangu, unayatupa maneno yangu nyuma yako. Kuna wengine wanakuja kanisani, kuna wengine wanakuja hata wanafanya mambo yote, anatoa sadaka, anaimba, nitamwimbia Bwana, nitamsifu Bwana, lakini kwa hakika maisha yake ukiyakagua, unaona huyu ni mtu ambaye maneno ya Mungu hayatilii maanani, anayadharau, anayakejeli. Hayo sio mwongozo wa maisha yake. Mungu anamwambia, unakuja hapa unataja ahadi zangu, unasema Mungu amesema anatupenda, Mungu anasema atatufanyia hii, Mungu anasema ataturehemu, Mungu anasema anatubariki, lakini anachukia mafundisho ya Mungu. Maneno ya Mungu anayatupa nyuma yake. Akimwona mwizi anaungana na mwizi, akiona wazinzi anapiga kura pamoja na wazinzi. Kinywa chake anachitumia kuongea mabaya, ulimi wake anatumia kusema uongo, lakini bado yeye ndio yule pale akiambiwa Bwana Yesu asifiwe, amen, amen. Huyo ni gani hiyo? Huyo ni wa wapi huyo? Mungu anakuuliza wewe, mtu wa aina hiyo, una haki gani kunena sheria zangu wewe? What right do you have to say my promises? What are my promises doing in your mouth? What are my promises doing in your mouth? What are my promises doing in your mouth? Unachukua ahadi, unaacha amri. Unachukua ahadi, unaacha mwelekezo wa tabia. Unachukua ahadi pekee. Mungu atatusamehe. Mungu atafanya hivi. Mungu atabariki biashara zetu. Mungu atafanya hivi. Alafu muongo, mwenye chuki, mwenye kupanga njama. Mungu anakuuliza haki gani, ni gani yako wewe kuchukua agano langu? Hizo ahadi ambazo unataja, hizo ahadi ziko katika agano langu, na wewe unafanya nini katika agano langu na maneno yangu utilii maanani? Agano langu linachukuliwa kiuzima. Hauchukui pengele yenye inakupendeza, hauchukui yenye inakupendeza afu unaacha hiyo ingine. Mtu ukisign contract, unasoma contract yote, alafu mali ya kusign iko hapo chini. Ukisign hapo chini unasema hii contract yote nimekubaliana nayo. Hawezi sign hapo chini useme mimi nilikubali number 1 na number 2, lakini number 4 hainipendezi sana. Basi hiyo contract mbona una sign? Kazi yako unakuwa wapi hapo una sign contract? Mwenye hila wewe, mwenye chuki, mwasherati, mwenye uzinzi, mwenye uongo, mwenye ufisadi, mwenye masengenyo, mwenye moyo uliojaa hasira, mwenye moyo uliojaa kisasi, na anaishikilia na hataki kutubu, anaishikilia hata asikia aibu, anaishikilia hata asikii na muuma, lakini akisikia Bwana Yesu atabariki watu na mabiashara, amen. Wewe ni Yesu wapi? Wewe ni Yesu wapi?
Huyo ni Yesu wapi alikufa ndio watu waendelee katika dhambi zao? Huyo ni Yesu wapi aliuliwa kwa sababu ya uzinzi ndio watu waendelee kuwa wazinzi? Huyo ni Yesu wapi alikufa kwa sababu ya ufisadi ndio watu waendelee kuwa wafisadi? Huyo ni Yesu wapi alikufa ndio akusamehe hizo dhambi na akupe uwezo kushindana na hizo dhambi? Yule ambaye anamwamini Yesu akitenda dhambi anajawa na huzuni, anamwililia Bwana wake, anamwambia, Yesu wangu, ulikufa ndio nipate nguvu juu ya huu wivu ambao umejaa katika moyo wangu. Nipe Roho wako Mtakatifu, nitakase. Sitaki kuishi hivi. Sitaki kuishi hivi. Sitaki kuishi hivi. Yesu wangu niokoe. Yesu wangu Mwokozi wa pekee niokoe. Yesu wangu mwana wa Baba uliyeshuka ukafa kwa ajili yangu niokoe. Huyo ndiye amekubali agano, kwa sababu agano limesema ukitenda dhambi rudi kwangu na ulie, sio ubaki pale ushikilie baraka na unashikilia dhambi. Agano isomi hivyo. Watu wanachukua agano la Yesu nusu. Watu wanachukua agano la Yesu venye wanataka. Kwani wewe ndio uliitengeneza? Si ungetengeneza yako ya kujiokoa wewe mwenyewe, ujitolee wewe mwenyewe, kiumbe mchafu, kiumbe wa asilia ya dhambi, uende pale utundikwe msalabani, ukufe kwa ajili ya dhambi zako, na Mungu aseme hiyo itatosha. Hiyo itatosha. Dhambi zako ni mbaya zaidi, unafaa kifo cha milele, unafaa moto wa jehanamu. Hiyo itatosha. Wewe si msafi, umechafuliwa na uovu wako kama ulimwengu wote ulivyochafuliwa, na wale wote ambao wanajaribu kujisafisha kwa juhudi zao walivyochafuliwa wao pia. Hawataki kusikia nuru ya Injili ya Yesu Kristo aliyekufa kwa ajili ya ulimwengu. Hawataki watoto wao wasikie kuhusu nuru ya Injili ya Yesu Kristo aliyekufa kwa ajili ya wenye dhambi. Hawataki mabinamu zao, hawataki ndugu zao wapate kusikia kuhusu yule aliyeshuka kutoka ubavuni mwa Baba akatundikwa pale msalabani kwa ajili ya wanyonge, kwa ajili ambao wale hawana uwezo. Hawataki wasikie. Ni waadui dhidi ya Injili, wanaishi kama maadui dhidi ya msalaba. Hata wewe unaitusi agano la Yesu, wewe hivyo unaishi kama adui wa msalaba. Unakanyaga msalaba wa Yesu Kristo katika kuendelea kuishi katika dhambi yako. Unaishi katika dhambi yako na ukopoa tu kusema praise God. Shut up. Shut up. Ni kwa sababu yako wewe ndio jina la Yesu linaharibika hii Mombasa. Ni kwa sababu yako wewe ndio jina la Yesu linaharibika katika ulimwengu. Ni kwa sababu yako wewe ndio watu hawakuji kwa Yesu Kristo. Ni kwa sababu yako wewe ndio watu wanapotoka wengi. Wanasema wale ambao wanakiri Yesu Kristo, waangalie waongo, wazinzi, wafisadi, unawapotosha wengi. Na kuambia katika jina la Yesu Kristo, katika maneno ya Yesu Kristo, wewe unayepotosha wengi, afadhali jiwe likufungwe uende utupwe pale huko Indian Ocean ndani na usingi. Afadhali ukufe pale kuliko uendelee kufanya hivyo. Unapotosha wengi, unapotosha watoto wadogo, unapotosha wale ambao hawajamjua Yesu Kristo. Unaharibu jina la Yesu Kristo, unadharau damu iliyomwagwa, unadharau msalaba. Kuna laana kubwa juu yako. Tubu. Tubu. Dini ya kweli ni jambo la Roho, si la kitamaduni na kidesturi, si la kukuja kanisani wiki baada ya wiki, si la kutoa sadaka Jumapili baada ya Jumapili. Ni la kujua neema ya Mungu na kuiwacha ifanye kazi katika roho zetu, kutugeuza kutoka kwa ndani, kutufanya tuwe kama mfano wa Yesu Kristo aliyekufa kwa ajili yetu. Usimwogope mwanadamu. Usimwogope mwanadamu.
Muogope Mungu aliyekufa kwa ajili yako. Usimwogope mwanadamu, na kuhakikishia leo mwanadamu atakuua leo, lakini baada ya hapo hakuna chochote anaweza kufanya. Msikilize Yesu Kristo mwana wa Mungu. Mtii Yesu Kristo mwana wa Mungu. Mtumainie Yesu Kristo mwana wa Mungu. Mlilie Yesu Kristo mwana wa Mungu. Tubu uovu wako. Ukichukua agano la Yesu Kristo lichukue, na ulichukue kikamilifu. Na hiyo ndio njia pekee ambayo utakuwa na uhakika kwamba umeokolewa. Mungu na abariki kuhubiriwa kwa neno lake. Mwenyezi Mungu wa milele, tunakushukuru na tunakutukuza kwa sababu ya siku ya leo. Na tunakushukuru kwa ajili ya wale wote ambao wameweza kukusanyika hapa siku ya leo kusikiza neno lako. Asante kwa kutujalia neno lako na kuliweka na kulihifadhi. Na ni tumaini letu Mungu Baba kwamba umetumia neno lako kuzungumza na wengi ambao hawajamjua Yesu Kristo ili warudi kwake, na kuzungumza na wengi ambao wamepotea katika dini ya uongo, na wengi ambao wamepotoka wakifikiria kwamba wamekujua wewe, lakini wanataja agano lako kwa kiunafiki. Mungu Baba, kwamba utafunua mioyo yao na watapata kukujua na watapata kurudi kwako wewe na kwake Yesu Kristo ambao umetuma kwa ajili yetu. Nakushukuru na nakutukuza. Naomba haya yote katika jina tukufu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Amen.